Jina langu naitwa Rachel Ndala, ni mtafiti kutoka kituo cha utafiti TARI Uyole. Tuko hapa kuna wakulima na wadau mbalimbali wa pareto. Sisi kama TARI Uyole tunajihusisha pia na utafiti wa zao la pareto. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa sababu amekuwa msaada na chachu kubwa kupitia waziri wetu waziri wa kilimo Hussein Bashe. Ametoa pesa kwa miaka mitatu mfululizo kwa ajili ya kuendeleza na kuboresha zao la pareto na uzalishaji wa mbegu. Uzalishaji wa mbegu ambao umefadhiliwa na serikali ya Tanzania ni kwa ajili ya kugawa mbegu kwa wakulima. Mahitaji ya mbegu ni makubwa kwa wakulima, na wakulima wengi bado wanahitaji mbegu bora kutoka kwa watafiti wa TARI. Mpaka sasa bado hatujaweza kufikia mahitaji ya mbegu kwa wakulima, lakini bado tunaendelea kufanya utafiti usiku na mchana kuhakikisha tunajitahidi kuwafikia wakulima kuanzia asilimia 50 na kuendelea. Uzalishaji wa mbegu na utafiti kutoka kituo chetu cha utafiti TARI Uyole, tunajitahidi sana kuzalisha mbegu yenye tija na ubora na uwingi, lakini pia mbegu ambayo inaweza kustahimili na kuvumilia mabadiliko yote ya hali ya hewa. Kwa upande wa ubora wetu au mbegu zinazotoka TARI Uyole zina ubora wa kiwango kikubwa sana na chenye tija na kinapendwa sana sokoni. Tunazalisha kuanzia 1.5 mpaka 2.3, na uwingi, kwa upande wa wingi, kwa hekta moja tunazalisha kuanzia, ukipanda mbegu kutoka TARI Uyole, mkulima anaweza kuvuna kuanzia kilo 800 mpaka 1200 kwa hekta. Kwa hiyo tunaendelea kuwasisitiza na kuwasihi sana wakulima kuendelea kujihusisha na kilimo cha pareto kwa sababu soko ni la uhakika. Sisi tukishazalisha hizi mbegu zikiwa tayari, hatugawi sisi pekee, tunagawa kwa kushirikiana na bodi ya pareto pamoja na COPRA ambao kimsingi ndio wasimamizi wa zao. Kwa hiyo wale wakulima wanapangaje sasa mbegu kutoka TARI? Wanakuwa na listi ya majina kutoka kila kijiji, kutoka kila sehemu, mpaka wale walioko vijijini ndani kabisa, na bwana shamba wa kila eneo husika wanakuwa na listi au orodha ya wakulima, wanawasilisha wilayani mpaka ngazi ya mkoa. Mkoani wanawasilisha kwa watu wa bodi ya pareto mpaka wasimamizi wa zao. Kwa hiyo sisi tunapogawa mbegu tunagawa chini ya usimamizi wa bodi na COPRA ambao ndio wasimamizi wa zao la pareto. Kwa habari ya masoko, tunashukuru makampuni mengi tayari yamewekeza. Kwa mfano kampuni mama ambayo ni PCT ndio wananunua mbegu kwa wakulima na kuexport. Kwa hiyo wakulima wasiwe na hofu kabisa na shaka, kwa sababu serikali imejikita kuhakikisha wanapata wingi wa mbegu, lakini pia makampuni yamewekeza kuhakikisha wanapata uhakika wa masoko na bei ambayo ni nzuri. Shukrani. Japo tuna sehemu nyingi tunafanya pia kazi Mbulu, maeneo ya Babati kidogo, Arusha, Makete pamoja na Njombe na mkoa wa Iringa kwa sehemu ndogo sana. Kwa leo tuko hapa kwa sababu ya kwamba kila mwaka tuna utaratibu wetu wa kampuni ya PCT kwamba tunakusanyika pamoja na mawakala wetu na sehemu ya wakulima, lakini pili na taasisi ambao ni wadau, taasisi mbalimbali za serikali na vyombo vya habari pia, ambao tunakuwa tunashirikiana nao msimu mzima kwenye kuhakikisha kwamba malengo yetu kwenye sekta ya pareto yanafikiwa. Tunakuwa na media mbalimbali ambazo huwa zinatusapoti sana kwenye kufikisha elimu na ujumbe mbalimbali kwa wakulima wetu pamoja na mawakala, lakini pia tunao mawakala ambao tunafanya nao kazi ambao wanafika takribani 145 katika halmashauri ya wilaya Mbeya pamoja na Ileje, lakini pia tunao pareto ambassadors ambao ni wataalamu ambao tumewatengeneza kutoka kwenye makundi ya wakulima mbalimbali wanaotusaidia pia kutoa elimu ya pareto. Tunao mabwana shamba wa makampuni, tunao idara ya kilimo ya serikali kwenye halmashauri ya Ileje pamoja na Mbeya vijijini, lakini pia tunao TARI ambao ni wadau wetu, na tunao pia wawakilishi wa kampuni wa bodi ya pareto ambayo sasa hivi ni COPRA.
Wote hawa tunakaa na pia wataalamu wa vipimo ambao ni wadau wetu wakubwa. Lengo kubwa la semina yetu, ukiangalia wadau wote hao, ni kuona namna gani tunaweza tukaendelea kuisukuma Pareto yetu mbele kwenye maeneo makuu matatu. Lengo la kwanza ni kwenye ubora, lakini lengo la pili ni kuongeza uzalishaji, lakini lengo la tatu pia ni kuongeza thamani katika zao letu la Pareto. Kwa hiyo kwa siku ya leo ambayo ni tarehe 9 mwezi wa 5 2025 pamoja na kesho tarehe 10 mwezi wa 5 2025 tuna semina ya siku 2 mfululizo. Na semina hii lengo lake kubwa ni kuzungumza na mawakala na wadau wetu kwamba kwanza tunapitia mwaka jana msimu ulioisha ambao umeanza mwezi wa 7 2024 na kuisha mwezi Machi 2025. Tunafanya tathmini ya wapi tulifanya vizuri, wapi tulipata changamoto, na ni namna gani sasa kwa msimu unaoanza tena 2025 mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 3 2026 tufanye nini sasa ili pale ambapo tulikuwa na mapungufu tuweze kuyaboresha na kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo maeneo ambayo tunayazungumza sehemu kubwa kwanza ni zile changamoto ambazo mawakala walikuwa nazo, na sehemu kubwa kwetu sisi ni ubora na uzalishaji kwa wingi. Lakini pili ni kuona kwamba je, Pareto yetu inaendelea kuimarika mwaka hadi mwaka au msimu hadi msimu, kwamba kiwango cha sumu ambacho huwa tunakitegemea sisi, je, tunakiona kinaimarika? Tukiangalia msimu uliopita na msimu huu, kwa kweli tumeona kuna mabadiliko makubwa. Sumu imeongezeka, imekuwa nzuri zaidi kuliko mwaka 2023 kilinganisha na 2024. Lakini pili, hata unyevu nao ulikuwa mkubwa. Kwa wastani tulikuwa na unyevu wa 14%, lakini sumu tulikuwa na wastani wa 1.14%. Ukiangalia hapo ni tofauti kabisa na mwaka ambao ulikuwa umetangulia 2023. Sasa msimu huu tunataka kuzungumza nini? Tunataka kuzungumza kwamba msimu unaokuja sasa tutoke hapo kwenye sumu ya 1.14% tuende kwenye 1.2%. Kila mwaka tupige hatua, lakini kwenye unyevu pia. Na hapo sasa malengo yetu msimu huu ambao tutazungumza na mawakala ni kutoka kwenye asilimia ile 14 kwa wastani tulioipata kwa 2024 kwenda kwenye asilimia 13 kwa mwaka 2025. Yote haya ni kuangalia kwamba Pareto tunaipata Pareto bora ambayo ndio malengo yetu. Sasa katika mazungumzo haya yote tunaamini huwa kuna changamoto ziko ambazo watatueleza, na sehemu kubwa tunaamini ni vikaushio. Kuna changamoto ya kupata mbegu kwa wingi zinazotosheleza mahitaji ya wakulima bado, lakini kwa sababu tunashirikiana na TARI Uyole ambao ni watafiti na ni wataalamu wa mbegu, basi tunaona kwamba tutakuwa na mafanikio mengi kwa msimu unaokuja wa 2025. Kwa hiyo kwa kifupi sana, haya ndio ambayo tutayajadili leo na tutayazungumza kwa kina pamoja na wadau wetu ili tuone sekta yetu ya Pareto inaimarika kutoka hapa ilipo ili tuweze kupiga hatua mwaka hadi mwaka. 2024 tulipata tani 1557 ambazo kwa kweli ni pungufu ya msimu uliokuwa umepita. Msimu uliokuwa umepita tulikuwa na tani 1950. Sasa ukiangalia hapo kuna anguko kubwa, lakini kulikuwa na changamoto kubwa ambazo tunazifahamu sisi. Moja ilikuwa ni mabadiliko ya tabia nchi, na hii imekuwa ndio changamoto kubwa sana kwenye sekta ya kilimo. Kwa nini? Kwa sababu kuna kuwepo na wakati mwingine mvua inazidi au mvua inachelewa, lakini ikija inakuja kubwa zaidi, inaathiri. Kwa hiyo kwa msimu uliopita athari kubwa tuliyoipata ilikuwa ni kwamba kwenye vitalu vingi ambavyo tulikuwa tumeviwatika kando kando ya sehemu zenye maji, mvua ilinyesha kubwa zaidi ya kiwango ambacho kilitarajiwa, ikazoa vile vitalu vyote na ile miche yote. Sasa ilipofika msimu wa kupanda, kuhamisha kwenda mashambani, wakulima wengi walikosa miche ya kutosha. Hilo kwa kweli ilikuwa ni sababu kubwa sana. Lakini sababu ya pili ambayo imekuwepo sasa hivi karibuni ni ushindani wa zao la viazi. Zao la viazi limekuwa ni shindani sana kwenye zao la Pareto, na wakulima wale ardhi ile na maeneo yale ambayo yanafaa katika kulima zao la Pareto ndio huko ambako wakulima wale wanalima kiazi.
Sasa kumekuwepo na ushindani wa haya mazao mawili kiasi kwamba wakulima wengi wamekuwa sasa wanapunguza uzalishaji wa pareto wakienda kwenye viazi, lakini tumekuwa tunatoa elimu kwamba zao la pareto bei yake ni ya uhakika, soko lake ni la uhakika, lakini uvunaji wake unaweza ukavuna mfululizo kwa miezi 6. Kwa hiyo ndani ya nyumba sisi tumekuja na kauli mbiu msimu huu, tunasema okoa ndoa kwa kulima pareto, kwa maana kwamba mahitaji yote ndani ya nyumba baba una uwezo wa kuyatoa kwa muda wa miezi 6 mfululizo kama kweli unalima pareto. Kwa nini? Kwa sababu una uhakika wa kipato kila siku. Yale mahitaji ya kawaida ya nyumbani yale ya familia una uwezo wa kuyatosheleza kwa familia. Kwa hiyo ukitaka ndoa yako iwe imara, kwa kweli ulime pareto kwa sababu una uhakika wa kipato muda wote. Lakini sisemi kwamba wasilime viazi, wanaweza wakalima, lakini kumbuka ukilima kiazi unakiuza mara moja, baada ya wiki 2 inawezekana hicho kipato tena hauna. Ile pesa utakuwa umeshaitumia. Lakini anayelima pareto atapata kipato mfululizo kwa miezi 6. Ndio maana sisi tumekuja na kauli mbiu tunayosema kwamba okoa ndoa yako kwa kulima pareto, kwa sababu una uhakika wa kipato mfululizo kwa miezi 6 bila kuwa na changamoto nyingine yoyote. Kwa mwaka jana bei iliongezeka kutoka 3,500 mpaka 3,700 kwa kilo, na ni matarajio yetu kwamba yawezekana kadri wakulima wanavyoendelea kuimarisha ubora, basi na bei itabadilika. Kila msimu lazima kuna kuwepo na mkutano wa wadau ambao unasimamiwa na msimamizi wa zao ambao ni COPRA, na mazungumzo makubwa ambayo kuna kwamba na wakilishi wa wakulima pamoja na wadau mbalimbali ni kuzungumza bei elekezi ili tujue kwamba msimu unavyoanza bei elekezi itakuwa shilingi ngapi. Kwa sasa hivi siwezi kusema, lakini nina uhakika kwamba kutakuwepo na mabadiliko baada ya mkutano kukaa. Lakini kwa malengo, kwa upande wa malengo sisi tumejiwekea malengo upande wa Mbeya kwamba kutoka kwenye tani ambazo tulikuwa tumepata mwaka huu 1500 kama na 57 hivi, basi tupige hatua. Tunatarajia kupata tani 2182 kwa msimu wa 2025. Kwa nini? Kwa sababu kwa kweli tumejitahidi sana kuwekeza kwa wakulima upande wa mbegu, upande wa miche na vikaushio, lakini hasa kwenye elimu pia. Lakini kwa sababu ya ongezeko la bei kutoka 3,500 mpaka 3,700, na kwa kuwa kuna matarajio pia kwamba kadri wakulima wanavyoimarisha ubora, bei inaongezeka, basi tunaamini wakulima wengi watalima pareto msimu unaoanza 2025. Tulichokibaini ni kwamba baada ya kufanya utafiti mkubwa kwenye familia na kaya ambazo wanalima pareto, kumekuwepo na amani na uhakika wa maisha kwa familia hizo muda mrefu, kwa sababu tumezungumza na baadhi ya wakulima na wanatuambia kabisa baba hapati usumbufu wowote, kwa sababu kama ni chumvi ana uhakika ipo, kama ni sukari ipo, kama ni daftari lipo, kama ni mahitaji yale madogo madogo, mafuta ya kupikia, nyama, samaki vipo. Kwa sababu gani? Pareto inachumwa kwa wastani wa mara 2 kwa mwezi kwa kile kipindi ambacho tunasema labda kuna mvua, lakini kile kipindi cha kiangazi unaweza kuchuma mara 3 kwa mwezi, kwa maana ya kwamba karibu kila siku 12 unaenda shambani kuchuma pareto. Sasa ukipeleka pareto kituoni, hela iko pale pale, ukirudi nayo mahitaji yale ya nyumbani yote unakuwa umeyamaliza. Hiyo la kwanza. Kwa hiyo baada ya kufanya huo utafiti, lakini wazee wakawa wanatuambia pia, wakikaa klabuni pale wanakunywa kapombe kao, wanasema aliyeenda kuuza pareto ana uhakika sana kwamba akifika pale kifua mbele, kwa sababu fedha iko mfukoni. Lakini mfululizo kwa muda wa miezi 6 sio kitu kidogo. Kwa hiyo ndio maana tukasema sasa kwamba ili familia ziweze kuwa imara, lakini kuwepo na amani na utulivu, lazima familia zipate mahitaji ya kila siku. Na mahitaji yale unaweza kuyapata kwa kulima zao la pareto, kwa sababu una uhakika wa kupata kipato karibu kila wiki au wiki 2 katika mwezi. Kwa majina naitwa Musa Malbalo, ni afisa pareto kwa huu wa Mbeya, mkoa wa Songwe. Natokea kampuni ya Pareto PCT, ni makao yake Mafinga. Kwa siku ya leo tumekuwa na semina ya mawakala wetu kutoka mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe, na jumla ya mawakala ambao wamehudhuria ni jumla ya mawakala 170 na wawakilishi wa wakulima, wawakilishi jumla ya wakulima 10. Jumla ya watu waliohudhuria semina hii kwa siku ya leo ni jumla ya watu 180. Lengo la semina hii ni kuweza
kuwajengea uwezo mawakala wetu ili tuweze kuzalisha pareto iliyo na ubora wa hali ya juu. Ndio lengo. Kwa hiyo kwa mafunzo haya tumekuwa tukiyafanya kila msimu. Kwa kabla msimu haujaanza, mawakala wetu na baadhi ya wakulima tunawafanyia mafunzo ili kuweza kununua sasa pareto iliyo bora zaidi na kuweza kulinda soko la pareto kwa Tanzania yetu na kidunia kwa ujumla zaidi. Mafunzo haya yamekuwa yakijumuisha wadau mbalimbali. Kwa siku ya leo tunaye mkuu wa idara ya kilimo halmashauri ya Mbeya vijijini, tunaye mkuu wa idara ya kilimo kutokea wilaya Ileje, tunao wadau kutoka taasisi ya utafiti TARI Uyole, na ingine bodi ya Pareto Tanzania ambao wameweza kujumuika nasi siku ya leo. Kwa semina hizi au mafunzo haya ambayo tumekuwa tukiyatoa sisi kampuni ya PST yamekuwa na tija kubwa zaidi. Mfano, kwa semina ambayo tulifanya msimu ulioisha wa 2020 na kwa ajili ya msimu wa 2023 ambao ilionyesha ubora ulikuwa 1.08, lakini baada ya ile semina kwa msimu ulioisha huu 2024 tumeweza kupanda kwenye swala la ubora wa maua kutoka 1.08 hadi 1.14 kwa msimu wa 2024. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kampuni ya PST tunaona haya mafunzo na hizi semina ambazo tunaendelea kuzitoa kwa mawakala na baadhi ya wakulima zimekuwa na tija kubwa zaidi kwa wakulima na mawakala, sababu wanaweza kunufaika na zao hili la pareto kwa kuweza kupata malipo ya pili. Kwa hiyo tunaamini kupitia hata hii semina ya msimu huu 2025 itaenda kutuletea matokeo chanya kwa kiwango cha ubora kitaweza kupanda sambamba na uzalishaji wa maua kwa wakulima. Nelson Ndabira, natokea kijiji cha Itaga, ni wakala wa pareto kijiji cha Itaga, kata ya Ijari. Faida ya pareto ni kwamba inatupatia pesa msimu mzima, karibia mwaka mzima vile, kitoa tu miezi mitatu tu labda basi. Ni faida za kilimo cha pareto. Lakini changamoto ya pareto ni kwenye palilizi. Palilizi kama umelima mashamba mengi inakuwa changamoto ya kupalilia, maana unavyoenda kupalilia shamba la kule majani yanaota na yanakimbia kwa kasi, kwa sababu kwetu kule kuna unyevu mwingi. Mpaka sasa hivi mvua bado zinanyesha, kwa hiyo na bado tunapambana kupanda. Kwa hiyo kama umelima mashamba mengi, changamoto ni majani kuota. Ingekuwepo kwamba labda kunaweza kutokea na dawa ya kupiga majani, yani ya kuchambua, tunaweza tukanufaika vizuri. Lakini pili ni kwenye bustani, kutoka kwenye miche, kwenye tumewatika miche na ndi mbegu bustani, kwenye bustani. Kwenye bustani kuna changamoto ya kung'olea. Majani yanaota kila wiki. Unaenda unang'olea wiki hiyo majani yameota. Unaenda unang'olea wiki hiyo majani yameota. Kwa hiyo ni changamoto hizi. Kwa nini mnachokifanya sasa ili kutatua, au mnataka kifanyike nini ili kutatua hiyo tatizo? Ingekuwepo ile dawa ya kuchambua majani kwenye tumemwaga mbegu, ingetusaidia sana, kwa sababu unaweza kuwa umemwaga eneo kubwa, lakini changamoto kakuta kwenye kazi ya kutolea majani mara kwa mara, mpaka unaweza kukuta eneo lingine limelala hujatolea, eneo lingine umefaidika umetolea. Lakini kingefanyika kitu hiki, tupate dawa ya kupigia majani, ili kila majani yanapokuwa yameota tuchukue tu maji tuweke kwenye pampu tupige majani yakauke, miche iendelee kuwa vizuri. Inaweza kutusaidia sana. Tatizo la soko halipo. Tatizo la soko halipo. Tatizo la soko sisi kwetu PST ni babalao, pesa muda wote, masaa yote. Yaani hamna tatizo kabisa kwenye pesa. Hebu elezea, labda kuna ile mambo ya kukopa, labda kukopa kwenye vikundi ili kutegemea wakati wa mavuno ndo mlipe. Hebu elezea hii mchakato unavyokuwa
kama sisi wala hatuhangaiki kukopa. Kwa hiyo tunapokuwa na shida ya kukopa, basi tunakopa tu, PCT wanatuletea hela badala ya kukopa kwenye vikundi, kausha damu na nini. Elezea hivyo. Nafikiri umenielewa vizuri. Nimekuelewa vizuri, japo mimi hapa nina kikundi cha wakulima wa Pareto, lakini kwenye upande wa kutaka kukopa huwa hatupendelei sana kukopa kwa sababu tunajua hasara ya kukopa. Sawa, ndio unaweza kutatua shida leo, lakini hata pia utakapokuwa unavuna mavuno yale, bado shida zingine zitajitokeza, utajikuta tu usumbufu wa kulipa yale madeni. Kwa hiyo sisi kwenye eneo letu, mimi au wale watu wangu, wakulima wangu wa Pareto, siwahamasishi kwa habari ya kwenda kukopa. Hapana, tulime tu, tusubiri wakati wa msimu wa kuvuna kuliko kwenda kukopa. Yaani mimi kwenye kukopa staki. Naitwa Angumbwike Msebenso Mwakibwili, ni wakala na ni mkulima katika kijiji cha Isangati. Endelea. Kama mlivyonieleza kwamba nieleze faida ya Pareto. Kilimo cha Pareto kina faida kubwa. Moja ambapo kinamsaidia sana mkulima, chenyewe kina msimu wa mwaka mzima. Mkulima bado anakuwa na pesa. Kwa sababu kila baada ya wiki mbili mkulima anakuwa na pesa, anachuma zile Pareto zake, anakwenda kwa wakala kuziuza, mwishoni anakuwa na hela. Kila baada ya wiki mbili tena hivyo hivyo. Kwa hiyo inaendelea kwa mwaka mzima. Sasa viazi ingekuwa ni zao la viazi, unaviuza kwa mkupuo kwa wakati mmoja, hata ungeuza milioni nyingi, lakini itaingia kwenye budget. Kisha ingiza kwenye budget, utainua labda mabati kama mtaka kujenga na kadhalika na kadhalika. Hela itaisha kwa muda huo. Kwa mbeleni mlikuwa hamna hela ya matumizi tena. Kwa maana hiyo sasa Pareto inakuwa na pesa kwa muda wote. Okay, sasa kulima mazao mengine gani? Labda elezea manufaa uliyopata, kusomesha, Mimi toka nimeanza kulima Pareto sipungui miaka 20. Ni miaka 20 na zaidi. Kwa maana hiyo Pareto faida yake sasa ambayo mimi nimenufaika nayo kama mkulima na wakala. Kwa huko nyuma nilikuwa mkulima wa kawaida, lakini kwa sasa hivi ni mkulima pia ni wakala. Nilichonufaika, nimejenga, tayari nimefuga, nimepanua mashamba, nimenunua mashamba ambayo yanatokana na hiyo fedha ya Pareto. Kwa maana hiyo namvutia mkulima mwenzangu kwamba jiunge na kulima Pareto, inaweza kumsaidia kuondoa umaskini. Kwa sababu pindi anapopata ile fedha, tayari inamsaidia kununua mahitaji mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kusomesha. Mimi hapa nilipo naweza nikasema nimesomesha. Tayari mtoto wangu mmoja ni mwalimu shule ya sekondari na mwingine ni injinia. Tayari imetokana na mazao hayo ya Pareto, nimeweza kulima Pareto kwa muda mrefu, ikinisukuma. Basi nikipata mtaji, singangani tu Pareto, napanua pia. Naweza nikapanda miti, baadaye nauza ile miti ya mbao na kadhalika. Baadaye tena naweza nikapanda hata viazi. Sina maana kwamba viazi ndio silimi kabisa, lakini mtaji napata kutokana na Pareto.